Uharigani mwanamichezo mwenzangu popote ulipo ulimwenguni, ni wasaa mwingine wa kwenda kukusogezea matukio ya kimichezo ambayo yametufikia mezani hivi punde. Na kama ilivyo ada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika yale yote yanayoendelea ndani na nje ya bara la Afrika katika ligi ambazo zinawasha moto kweli kweli. Nazungumzia NBC Premier League hapa nchini Tanzania bara na maeneo mengine yote ndani na nje ya Afrika, kama vile Betway Premiership ya nchini South Africa, Egypt Premier League ya nchini Misri na michuano mikubwa barani Ulaya na duniani kwa ujumla. Lakini pia tunakwenda kukuletea updates zote za michuano mikubwa barani Afrika. Nazungumzia CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup. Lakini pia tutakwenda kupata updates zote pamoja na michuano ya kimataifa, nikizungumzia mashindano ya CHAN na AFCON kwa ujumla. Yani zote tutakwenda kuzipata hapa. Hivyo basi, kama ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata video zetu. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, yani NBC Premier League msimu huu 2024-2025, baada ya mechi ya mwisho kusakatwa vilivyo tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu, ukiwa ni mchezo uliokutanisha Azam Football Club akiwa kama mwenyeji wa mchezo akikipiga dhidi ya Young Africans yenye maskani yake pale Kariakoo jijini Dar es Salaam katika uwanja wa Azam Complex uliopo Chamazi jijini Dar es Salaam. Na mchezo huo kutamatika kwa mwenyeji kupoteza kwa goli 2-1, huku mabao hayo kwa upande wa Azam FC yakifungwa na Lusajo Mwaikenda dakika 81 na upande wa Yanga yakifungwa na Pacome Zouzoua dakika 12 na Prince Dube Mpumelelo dakika 34. Hivyo basi msimamo huo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa upo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tukiangazia nafasi ya kwanza inashikiliwa na klabu ya Young Africans ikiwa imejikusanyia jumla ya alama 67 mpaka hivi sasa, huku ikiwa imecheza jumla ya michezo 25 ya ligi kuu Tanzania bara msimu huu 2024-2025, lakini pia ikiwa na faida ya jumla ya magoli 54 mkononi. Hivyo basi klabu hii imeweza kujikusanyia alama nyingi na kuongoza ligi kuu Tanzania bara, yani NBC Premier League, kutokana na ubora wa wachezaji ilionayo, wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kutimiza majukumu kwa ufasaha zaidi na kuifanya timu kuwa bora ndani ya miaka zaidi ya miwili iliyopita mpaka hivi sasa. Achilia mbali idadi ya magoli iliyofunga kama klabu inayoongoza kwa kuwa na magoli mengi msimu huu, lakini pia imeruhusu idadi ndogo ya magoli, ikionyesha ni kwamba sio wazuri tu kwenye kushambulia bali hata kwenye kulinda lango dhidi ya wapinzani, klabu hiyo ikiwa imeruhusu jumla mabao 10 mpaka hivi sasa. Lakini pia tukiangazia nafasi ya pili inashikiliwa na Simba Sports Club akiwa amejikusanyia jumla ya alama 57 mpaka hivi sasa, huku akiwa amecheza jumla ya michezo 22 ya ligi kuu Tanzania bara, alama ambazo zinamfanya aweze kusalia katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League 2024-2025, lakini pia ikiwa na faida ya jumla ya magoli 44 mkononi. Hivyo basi klabu hii imeweza kujikusanyia jumla ya alama nyingi na kuweza kufanikiwa kushika nafasi ya pili tofauti ya alama kadhaa, na anayeongoza msimamo wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League kutokana na ubora wa wachezaji ilionao, wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kutimiza majukumu kwa ufasaha zaidi na kuifanya timu kuwa bora ndani ya msimu huu mpaka hivi sasa. Achilia mbali idadi ya magoli iliyofunga kama klabu inayofuatia kwa kuwa na idadi nyingi ya magoli mpaka hivi sasa nyuma ya Young Africans, lakini pia imeruhusu idadi ndogo ya mabao, ikionyesha ni kwamba sio wazuri kwenye kushambulia tu bali hata kwenye kulinda lango lao dhidi ya wapinzani, huko klabu hiyo ikiwa imeruhusu jumla mabao 8. Lakini pia tukiangazia nafasi ya tatu inashikiliwa na klabu ya Azam Football Club ikiwa imejikusanyia jumla ya alama 51 mpaka hivi sasa, huku ikiwa amecheza jumla ya michezo 26 ya ligi kuu Tanzania bara, alama ambazo zinamfanya aweze kusimama katika nafasi ya tatu ya msimamo wa ligi kuu Tanzania bara yani NBC Premier League msimu huu 2024-2025, lakini pia ikiwa na jumla ya magoli 39 aliyofunga mpaka hivi sasa katika ligi kuu na kuruhusu jumla ya magoli 15. Hivyo basi klabu hii imeweza kujikusanyia jumla ya alama nyingi na kuweza kufanikiwa kushika nafasi ya tatu tofauti ya alama 16 na anayeongoza msimamo wa ligi kuu Tanzania bara yani NBC Premier League kutokana na ubora wa mchezo ilionao na wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kutimiza majukumu kwa ufasaha zaidi na kuifanya kuwa moja ya timu bora msimu huu mpaka hivi sasa. Achilia mbali idadi ya magoli iliyofunga kama klabu inayofuatia kwa kuwa na magoli mengi mpaka hivi sasa nyuma ya Young Africans na Simba Sports Club, lakini pia imeruhusu idadi ndogo ya magoli. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 4 inashikiliwa na Singida Black Stars akiwa na jumla ya michezo 26 ya ligi kuu Tanzania bara yani NBC Premier League na kufanikiwa kuvuna jumla ya alama 50, alama
ambazo zinamfanya aweze kusalia katika nafasi ya 4 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, yani NBC Premier League msimu huu wa 2024-2025, lakini pia akiwa ameruhusu magoli 21 ya kufungwa na kufunga magoli 39 mpaka hivi sasa katika ligi kuu NBC msimu huu wa 2024-2025, huku lengo kubwa kwa klabu hiyo ni kushiriki mashindano ya kimataifa barani Afrika msimu ujao. Na moja kwa moja tukiangazia nafasi ya 5 inashikiliwa na klabu ya Tabora United akiwa na jumla mechi 26 alizokwisha kuzicheza na kufanikiwa kuvuna jumla alama 37 katika msimu huu wa 2024-2025 wa ligi kuu NBC, alama ambazo zinamfanya aendelee kusalia katika nafasi ya 5, lakini pia amefanikiwa kufunga jumla ya magoli 27 na kufungwa magoli 35 yanayomfanya aendelee kusalia katika nafasi ya 5 ya msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa, yani NBC Premier League msimu huu wa 2024-2025. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 6 inashikiliwa na Dodoma Jiji Football Club ikiwa na jumla alama 34 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu 2024-2025 baada ya kucheza michezo 26 na kufanikiwa kufunga jumla ya mabao 29 na kuruhusu jumla ya mabao 35 ambayo yanamfanya aendelee kusalia katika nafasi ya 6 ya msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League msimu huu 2024-2025. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 7 inashikiliwa na JKT Tanzania ikiwa na jumla ya michezo 25 na kufanikiwa kujikusanyia jumla ya alama 32 huku ikifunga mabao 22 na kuruhusu jumla ya mabao 21 katika ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League msimu huu 2024-2025. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 8 inashikiliwa na Mashujaa Football Club akiwa na jumla ya michezo 25 na kufanikiwa kujikusanyia jumla ya alama 30 na kufanikiwa kufunga jumla ya magoli 25 na kuruhusu jumla ya magoli 28 katika ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League msimu huu wa 2024-2025. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 9 inashikiliwa na Fountain Gate iko na jumla ya michezo 26 na kufanikiwa kuvuna jumla ya alama 29, lakini pia kufanikiwa kufunga jumla ya magoli 29 na kuruhusu jumla ya magoli 47 katika ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League msimu huu wa 2024-2025. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 10 inashikiliwa na klabu ya Coastal Union mwenye jumla ya michezo 26 na kufanikiwa kuvuna jumla ya alama 28 na kufunga jumla ya magoli 21 na kuruhusu jumla ya magoli 27 katika ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League msimu huu wa 2024-2025. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 11 inashikiliwa na klabu ya Namungo Football Club iliyofanikisha kucheza jumla ya michezo 26 mpaka hivi sasa na kuvuna jumla alama 28 na kuweka kimiani jumla ya mabao 21, lakini pia kuruhusu mabao 32. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 12 inashikiliwa na klabu ya Pamba Football Club iliyofanikisha kucheza jumla ya michezo 26 na kuvuna jumla alama 27 na kufunga jumla ya mabao 17 na kufungwa jumla ya mabao 27 mpaka hivi sasa katika msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 13 inashikiliwa na klabu ya KMC iliyofanikiwa kucheza jumla ya michezo 26 na kuvuna jumla alama 26 na kufunga jumla mabao 20, lakini pia ikiruhusu jumla mabao 38 mpaka hivi sasa katika msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara msimu 2024-2025. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 14 inashikiliwa na klabu ya Tanzania Prison iliyofanikiwa kucheza jumla ya michezo 26 na kuvuna jumla alama 24, lakini pia kufunga jumla mabao 18 na kuruhusu jumla mabao 35 mpaka hivi sasa msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 15, nafasi hii inashikiliwa na klabu ya Kagera Sugar iliyofanikiwa kucheza jumla michezo 26 na kufanikiwa kuvuna jumla alama 22 na kufunga jumla mabao 20 huku kiruhusu jumla mabao 35 mpaka hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 16 na ya mwisho kabisa inashikiliwa na klabu ya Ken Gold iliyofanikiwa kucheza jumla ya michezo 26 na kufanikiwa kuvuna jumla alama 16 na kufanikiwa kufunga jumla mabao 21 huku kiruhusu jumla mabao 48 mpaka hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu 2024-2025.
Chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe. Wewe gonga hapo ili wa kwanza kupata updates zote za kimichezo. Sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu barani Afrika na nje ya Afrika. Karibuni sana na asante.